Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu ndugu zangu kwenye kipindi chetu. Kwa leo sikupata maswali, tuna maswali ya pekee. Labda kama tukianza hapa mwanzo kuuliza kama tunayo. Tunaweza tukadai kwamba mitume waliachana na wake zao au walitengana tu na wake zao? Si kama unaona tofauti ya swali langu hapo. Kwa sababu baadaye tunaona kama Paulo anasema mimi tu binafsi ndio nipo single. Hiyo inaonekana kama ana imply kwamba hao wengine sio kwamba wako single kama alivyokuwa yeye kabisa. Sasa mitume kutokana na changamoto ile challenge ya Yesu, waliwaacha kabisa wake zao au walitengana tu na wake zao? Asante sana. Ni kweli yalo, unaleta swali zuri. Sasa Yesu alisema msipotengana na kuachana na familia, unaacha mashamba, unaacha mali, na unaacha mahusiano na wengine kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya ufalme, utakuwa sio mfuasi. Mitume lakini sio lugha ya Biblia, tena anatumia neno gumu ambalo ni kweli tunaita ni kati ya yale tunaita ni maneno magumu ya Yesu. Yaani anasema you hate, lazima kuchukia mke, watoto, mashamba na whatever you have, na hata na nafsi yako mwenyewe. You cannot be my disciple. Lugha ngumu. Sasa neno hilo kuchukia, nishasema katika lugha ya Kigiriki hawakweko na neno ambalo linaonyesha la kuishi maisha ambayo ya kiroho tu, ya spiritual life, na hakuna neno katikati linaloonyesha pengine una uhusiano lakini umejinasua, kushikamana na kitu, attached and detached. Yani lugha hiyo iko katika lugha ya Kiingereza. Unakuwa attached to things, attached to people, family, wife, children, friends, whatever. Unakuwa attached, huwezi kujinasua, umekamata. Alafu Yesu anadai detachment. Manake unaweza kuwa nao lakini sio wanaoongoza maisha yako. Yes, that is detachment. Sio pesa zinazokuongoza. Everything inakuwa subordinated to money, to that. Au unatafuta hata wale wanakwenda kuua watoto na mke wake na nini kwa ajili ya pesa. Hapo sasa umekosa hiyo ambayo tunaita detachment. Umetekwa nyara na ulimwengu, umetekwa nyara na familia, imekuteka nyara. You lose your head, your mind, everything. Sasa hiyo ndio Yesu anadai, kisiwepo kitu chochote kati yako na yeye ambacho kina importance kuliko Yesu. Anything which it takes the first priority in your relationship with Christ, it should not be there. Ndio anataka Yesu anadai kwamba kisiwepo kitu kikubwa kuliko yeye katika maisha yako, maisha yetu. Is there something which is greater than Jesus in your life? Your wife is greater than. You can abandon Jesus for the sake of a woman or a man. Unamwacha Yesu. Na maana nilitoa mfano wa yule binti aliyekuwa hapa, nilimfukuza lakini baadaye I thought that I was doing it not the correct thing rightly. Ameacha
Ukristo wake akaenda kuolewa na mwenzingi wa mtu mwingine ambaye sio mwamini. Nikamuuliza, unamwamini Kristo? Aliniangalia, kamwambia, kweli wewe umebadilisha jina lako? I don't remember the first name. Ni Elizabeth, Eliza. Na alafu sasa unaitwa Halima. Kweli wewe umemwacha Yesu? Kweli wewe? Nilimwambia hapo, mnajua ninavyozungumza. Nikamwambia, really wewe, kwa hiyo huyu bwana ni more important than Jesus? Really? Umempenda mtu kuliko Yesu kweli? Nikaona macho yameanza kulengalenga machozi. Nikamwambia, Yesu kweli unaweza there's somebody, a man who has made you abandon Jesus. Unamwacha Yesu kweli? Hebu niambie Eliza, imekwaje hiyo kweli? Na ulibatizwa kweli? Na hapa ulikuwa vifra kweli? Kaona machozi. Kaambia, mimi Father sijamwacha Yesu. Kaambia, mimi siji kukuongoa, lakini nimekupa tu swali hilo ulitafakari. Kama kweli kuna kiumbe hapa duniani kinaweza kuchukua nafasi ya Yesu, more important than Jesus. That is what Jesus demanded. Ndio maana alisema, wache mke wako, watoto wako, mashamba, mali, pesa, mahusiano yote yasiwe kikwazo wewe kwa kumfuata Yesu, kwako wewe kumfuata Yesu. Hiyo ndio maana yake. Sasa wakina mitume hawa waliacha boti zao, wakaacha wake zao, wakaacha, not that they did not have any relationship, but kuacha manake hawana uhusiano wa kuweza kuwazuia kumfuata Yesu. They were not as important as Jesus in their lives. Kwa hiyo waliacha kila kitu. The first thing they would do is to hear Jesus, to follow him. Na ndio walivyofanya, na ndio maana wengine walikuwa na bado na wake zao, wakina Petro, lakini hakuwa kikwazo yeye. He could not tell Jesus, unajua mke wangu ameenda hospitali, kwa hiyo leo siwezi kuja. No, ndio hiyo. Unajua mtoto wangu anaumwa, leave the dead, bury their dead. That's anything which is in between you and Jesus should be removed. Hiyo ndio sharti kubwa. Sisi tunaokuwa watawa, it's not that we have left our parents. I still, my father and mother is not there, but I still have my brothers, uncles and others. Wapo, na every time and again I call them, they call me. That means that I care for them, but only to the extent that they cannot really become a stumbling block in my relationship with Christ. Lugha hii nadhani tunaelewa wote. Hawapaswi kuwa kikwazo katika uhusiano wangu na Yesu na Mungu. Kwa hiyo mitume, Petro alikuwa na binti yake, nadhani mnajua hiyo story. Alikuwa na binti yake ambaye alikuwa anafuatana naye huko na huko, na akawa kikwazo kwa sababu alikuwa mzuri sana. Ilikuwa matatizo, watu mnasikia hiyo mwishoni wanasema, the legend and the story goes, the myth goes that alijiparua uso kusudi watu wasiogalete shida, akajiharibu uso, which is also wrong. Lakini wakati wa ule ilikuwa namna ya kujinasua na kumletea shida baba yake ambaye hakuwa na nafasi naye. She lived her own life but under the protection of Peter. Kwa hiyo Peter alichopata chakula mahali anampelekea mtoto, but he did not, or she did not become a hindrance or stumbling block in his mission, katika wito wake wa kwenda huku na huku. Of course sijui alienda wapi yule binti, au alishia Cyprus akiwa anatunzwa na kina Barnaba nadhani, au something. I'm not sure. This story was not very important for me. Lakini Petro hakuwa na taabu yoyote. Paulo alisema, I would like to have my wife also. Was not a hindrance. Mradi huyo mke nitakayekuwa naye asiwe kikwazo, you understand?
Kwa hiyo ndio maana yake, the proper understanding, na hicho ndicho kinachotuletea shida wengine. Sasa wewe unaingia utawani huku, alafu unakuwa na kikwazo mke kule, aisee, watoto wanaumwa na matatizo makubwa. Sitaji kusema mengi, lakini inawezekana. Sasa hiyo ikiwa hivyo, ondoka, nenda ukasaidie. Basi ndio hiyo unaweza kusema tu, isipokuwa wale ambao hawakuoa, sio kwa sababu wameogopa ya maisha, no, they may, lakini sio kuishi kwa ubinafsi, which is negative. Isipokuwa kuna watu ambao hawana wito huo pia, kwa sababu tuelewe, mbadala wa maisha ya kitawa sio kuoa. People think that hakuna mbadala wa kitu, uoe au usiuwe mtawa. That is not, sio hivyo, kwa sababu ndoa ni wito. Kama unaweza kwenda kwenye ndoa ukapata matatizo, wewe sio mtu wa ndoa. I know, mimi kuna mmoja ambaye tulikuwa naye, wazee fulani nimeishi nao nikiwa mwanafunzi. Mimi namwangalia nasema, huyu angeweza kuwa na familia kabisa. Hana wito huo kabisa. Hawezi kuishi na mke. Huyu hawezi kuwa baba. Wa masista sina habari sana, lakini sidhani kama angeweza kuwa mama, kutunza mtoto. Yani, you see, he doesn't have that element. There's something in a person that will tell you this guy could be a very good father. Au huyu wewe unasema huyo, usiseme huyo hapo bana. Unamfahamu? Kwa hiyo mnafahamiana? Ndio, kuna wengine kweli wana wito wa mama, wengine wana wito wa baba, and the way he is not married. Umeona? Sasa ndio hayo sasa. Kwa hiyo kuna wengi ambao wameacha kuoa kwa sababu hawana wito wa ndoa, na huko utawani kumewashinda, wameacha. Sasa wanakuwa katikati. Kuna wengine ambao kuishi maisha ya upweke, personal life. Kuna wengine ni wito. Kuna wengine wameitiwa wito wa kuishi single, na imeiko kwenye Moral Theology volume 2, single life, ambapo wamejicommit to some seme inaweza kuwa ni social activities. Wamejicommit katika jambo fulani, wamezama humo mpaka swala la hawezi kutunza familia. Kwa hiyo out marriage hana. Ukimwambia kuoa anasema siwezi, sina wito wa kuishi maisha ya ndoa. Utawa, hii hapana, siwezi kuishi maisha ya jumuiya ya kitawa, na kukaa kwenye miti kule au kwenye mapango, asema hata hiyo hapana. Mimi nafurahia kuona watu, na hata sexual life has no problem that kwamba anashindwa kujamiana au kufanya jambo hilo. Hapana, that's not the issue. Ni kwamba he is not attracted to anybody, and he cannot live in a community life, so he is living for a purpose. Purpose gani? Sayansi. Kuna mascientists, najua kuna mmoja huko nyumbani kwetu ni nuclear scientist ambaye yuko Ufaransa miaka mingi tu,
anafanya shughuli kule Toulouse kwenye industry ya nuclear. Tangu nikiwa mdogo mpaka alipokuja, wanakuja na helikopta na ndege huko Kilimanjaro Airport, anakuja nyumbani, anambia fulani amekuja, yukoje? Tunaenda kukaa pembeni kama kuku, manake we would like to know who is this person. Ana watoto? Hana. He is living alone. Sasa mimi sijawahi kumhoji kitu hicho, lakini wakati nafikiri ameshafariki. If he is still there, he must be very old. Lakini amepotelea kwenye sayansi. Madaktari wako, madaktari anakuambia siwezi kuoa, I will take care of the family of God. Kwa hiyo amezama kwenye udaktari. Yani kwa kweli akiamka tu asubuhi, mimi nimeona mmoja toka mpaka nikasema Mungu asante kwa kunifundisha. Mimi ni mtawa lakini bure kabisa. Saa 10:30, saa 10 yuko kule hospitalini. Ni kweli I had the privilege kumuuliza, unawezaje? Akasema ninafurahi kama wewe unavyoishi upadri wako. I was amazed. Mimi nasema wazi. Nikasema Mungu nakushukuru. Wito huu sio wa kwangu. Sio wangu. Lakini ule saa 10, sasa unalala saa ngapi? Asema tunatoka hapa saa 2 naenda kupika chakula changu na alafu na pumzika. Saa 8, saa 9, saa 10 nimeshaamka na oga na nini. Hapa ninapokuja hapa na kunywa chai hapa. Sasa no problem. I'm living very hard. Lakini siwezi kupumzika bila nikiona mtu anateseka, napata matatizo. Sasa sisi wengine ni kama magome, hatuna feeling yoyote ya namna hiyo. Sasa that's a vocation. Nikamwambia hivi, akasema lakini mimi nasema wazi, si chumvi. Kabla sijafanya chochote lazima nisali. Piga magoti na sali pale. Nasali kwa sababu nafanya hivi kwa sababu nampenda Mungu na ndugu. Nilikaa pale kama pumbavu kwa sababu mara nyingine sawa hata kusali. Kwa hiyo anyway, that's another vocation and he feels that hii ndio Mungu amenipangia. Anaona hiyo. Sasa huo ni wito wa aina yake. Kuna mwalimu, I tell you. Mimi kuna yule mwalimu wangu alionifundisha chekechea, mwingine aliitwa Mwalimu Rosa. Parokia yangu ni kubwa nilikozaliwa. Alipofariki Mwalimu Rosa, mwalimu wangu wa kichekechea, parokia nzima ilisimama yote. Kwa sababu wakati tunaenda shule yeye ameshatoka. Alikuwa anavaa nguo nyeupe always. Nikasema, yani mimi namkumbuka mpaka nilikuwa mdogo sana, miaka 60. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mito hiyo sasa, lakini yeye wao wanasema kisiwepo kitu kinachokuzuia kumpenda Mungu, kumpenda Kristo. Hicho tu. Basi. Tuendelee. Na mambo yes, karibu. Kuhusu mambo ya miito, akasema utawa, akasema haya mambo ya ndoa, akasema na hiyo miito mingine ambao wengine hawaoi au hawaolewi, lakini akasema kwenye kule kuishi, anaanza kaishi maisha ya kama ni mwanaume akaishi maisha masafi, sio kwamba anakuwa haoi, lakini anakuwa na makando mengine, na kama ni mwanamke vile vile anaishi maisha yake ambayo ni yanakuwa ni maisha ambayo ni masafi, ambayo hayana makando. Kuhusu watu wanaojitoa, kwa mfano kuna daktari mmoja walikuwa nani KSMC, mtu na mke wake, lakini ni wazungu. Wale hawakuzaa kwa sababu ili waweze kuwahudumia wagonjwa. Hawakuwa na watoto, hawakuzaa. Nadhani waliamua kutokuzaa. Na walikuwa na uwezo wa kuzaa? Ulijuaje sasa? Walisema kwamba lengo lao lilikuwa tu ni kunani. Alafu na baba mmoja nadhani alikuwa ni Scottish na vile vile, naye hakuoa na hakuwa padri, lakini alikuwa anatunza vijana. Anaanza kajenga mahali kituo, vijana wakaja wakasoma, kajenga hapa sehemu mbalimbali, lakini naye hakuoa. Lakini nadhani vitu wake ilikuwa ni kuhudumia
vijana Ndio ni mito hiyo, nimesema solitary life, sio kuishi tu bila sababu. There must be a reason, na hiyo reason kawaida anaingizwa Mungu kati yake always, kwa sababu hata maisha ya ndoa usipomwingiza Mungu hayakukamilika. Hata maisha ya itawa, you can lead a community life kama jeshi, lakini Mungu hayupo. Ukaishi maisha hayo unayosema commitment to a mission, commitment to profession, hiyo ndio hayo professional life, unakuwa umejikomiti huko, lakini kama humweki Mungu kati yako na ile kazi, lazima uwe na malengo makubwa, ndio anakufanya wewe uache maisha ya kawaida. Ndio hawa wa sasa, miito hiyo aina ya tatu, nimesema miito mitatu mikubwa: maisha ya kitawa, maisha ya kikuhani, maisha ya kipadri, ambao hawa ni wameitiwa wito tofauti. Alafu kuna maisha ya ndoa, ni wito mkubwa major, ndio mainstream vocation. Hawa nao ni wito, huwezi kujiingiza tu huko unasema unaoa kwa sababu ya tamaa za kimwili. It is not, you will be frustrated, kwa sababu there is time that mambo yatakuwa mazito. Kuna maisha pia ya professional life, ambapo mtu anajicommitment to professional life, na hiyo maisha mengine anadai hivyo. Hata military, there are some people in the medical profession, military profession, hata scientific professions, hizo kuna ambapo watu wanajicommit to the extent that they don't go for marriage or for religious life, lakini they always, ukitaka kujua ni wito kweli, wako nambari 1 katika kumtumikia Mungu, katika kuhudumia kanisa. They are there, and it is not that selfishness. Hiyo nilitaka kusema, sio selfishness. Once kuna mahusiano hayo yanajengwa katika imani yake na Mungu, basi ndio wito.